Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba huu ulimwengu na vilivyomo, kwa kuwa ndiye aliyeviumba, akamteua kiumbe anayeitwa mwanadamu awe ndiyo kiongozi wa hii dunia. Wakati anamteua mwanadamu kuwa ndiyo kiongozi wa dunia, akampamba kwanza na vitu viwili ili vimtofautishe na kiumbe mwingine: akili na elimu. Simba, tembo, kifaru na wanyama wengine wakubwa wanaotisha. Hizi sio tulizoea. Tulia maalim, kata juidi tu. Na ukubwa wao na ukali wao na kutisha kwao, wasingetosha kuteuliwa na Allah kuwa ndio wasimamizi na viongozi katika dunia, kwa kukosa mapambo mawili makuu: akili na elimu. Hii shughuli ya mtai Kuna watu wanaonekana wao na dini hawafanani, kwa hiyo mnachowaambia wao waelewe, ili sio jambo lao. Ndio maana nikasema fala taaqiluna. Nakuja huko, maiki mmenipa wenyewe. Akili na elimu, kuonesha kwamba mwanadamu akitaka kuitawala dunia, vitu viwili ni muhimu sana katika kutawala: matumizi mazuri ya akili na matumizi mazuri ya elimu. Akili ni chombo cha kupokea elimu, lakini akili ni chombo cha kuweza kuitumia elimu. Elimu ikikosa akili ni kama lile picha la Bismini, hata tungelipa bunduki alitutishi. Elimu inahitaji akili. Hata kwenye siasa, wale wenye akili timamu hata wakipewa pesa kumteua mtu, lakini wakimwona kasimama kwenye jukwaa anaanza kuwasasambua kwa matusi wengine, wanasema hapa kiongozi hakuna. Kwa sababu matusi ni ishara ya upungufu wa haya. Matusi ni ishara ya upungufu wa haya. Kiongozi hawezi kuwa kiongozi akiwa hana haya. Huyu hawezi kuwa kiongozi, tutachukua hela tumpi kura. Lakini wasiotumia akili, aseme lolote, afanye chochote, kura atapata. Ili uweze kuitawala dunia, akili inahitajika na elimu inahitajika. Mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal alipowataka watu watumie vizuri akili, alitumia msamiati nilioanza nao: afala taqiluna. Kaitumia hapa mudhari kuonesha kwamba maisha ya mwanadamu yanahitaji hilo. Hivi hamutumii vizuri akili? Sio hamuna akili. Hakuna mwanadamu aliyekosa akili. Hamutumii vizuri akili. Tukifanya shughuli, akili itumike. Tukifanya biashara, akili itumike.
Ukiwa dereva, taxi driver, daladala, akili itumike. Wakati mwingine hata maduka haya tunakuwa na imani kwamba mwenzetu katumia madawa ya kienyeji, wateja wanakuja wengi. Kumbe mwenzetu anatumia nini? Akili. Akili yake anachanganua namna gani nipokee wateja, namna gani nitawajibu kwenye kitu sina, namna gani nitamjibu mtu kwa kitu ambacho anakitaka ninacho, lakini anataka kwa bei ya chini sana. Nitamjibu vipi? Mabwana, akili. Dunia ya leo ilipofikia, tuna wasomi wengi sana, wana elimu nzuri sana, sisemi kuliko nani, lakini shida yetu kwenye matumizi mazuri ya akili. Nilisema majuzi pale Manyema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuweka wasomi wanaishi tanauban kwa zamu, inakwenda jili hii, wanakuja hawa, kila wanaokuja baada ya pote wakitumia vizuri akili lazima watafanikiwa. Ukichukua 159 sura ya 3 Ali Imran, 159 Ali Imran, angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye leo tumemkusanyikia, amekuja kwa watu mbalimbali, mataifa tofauti, makabila tofauti, tabia tofauti, lakini wote aliweza kuwa control kwa matumizi mazuri ya akili na elimu. 159 Ali Imran, fabima rahmatin min Allah linta lahum. Angalia matumizi mazuri ya akili. Wewe baba, kukosa kwako pesa leo, unarudi nyumbani kusikufanye umchukie kila mtu ndani ya nyumba. Hebu onesha kwamba wewe ndio kiongozi wa familia. Umekosa pesa, unarudi nyumbani unakuwa mbabe wa kupitiliza. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Mara nyingi upenda kusema somo lote lipo kwenye hiyo lamu hapo, lahum, hiyo lamu. Basi kwa sababu ya mapenzi ya Allah, rehma za Allah, tunu ya Allah, wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam umejishusha kwa ajili yao. Sio umekuwa laini mabwana, sio maana yake mtume alikuwa laini. Linta lahum, mtume alijishusha kwa kuchunga maslahi ya watu wake. Alikubali kushuka ili apate watu. Wewe uko tayari kujishusha ili watu wakukimbilie? Ukiwa mwalimu, kul layinal janib, unaishi vipi na wanafunzi wako? Ukiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, unaishi vipi na watu wako? Usidhani kila anayekuja ofisini kaja akili imetulia. Mwingine kashakutana na matukio kwenye nyumba, unampokeaje kama kiongozi katika ofisi yako? Madaktari kienda hospitali shida na manesi wao, wajumbe ndio usiseme, kila mahala wewe chukua wajumbe tu. Wakati tunaokwenda nao pia kipande hiki kitawahusu. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Unataka kura zetu, kuwa mpole basi, kuwa mpole basi. Kweli wewe una njuguugu, lakini kwa kuwa unataka kura, tumia akili, ututeke tukupe kura. Na nilisema katika maulidi kule kwetu, niliwaambia mmoja katika viongozi, ujumbe kwa wote: wagombania nafasi mnatufedhehesha viongozi wa dini, hasa Waislamu. Hatutegemei kumwona kiongozi Muislamu anataka kura anamporomoshea matusi mwingine. We akili yako tatizo, usitake hiyo nafasi, kashughulike na mambo mengine. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Fikiria alipokuwa Bwana Mtume Muhammad Maka na Madina,
Mimi nimetoka Rufiji, wewe umetoka Kondoa, huyu wapo ametoka Kilwa, mwingine ametoka Msanga Ngongere, mwingine ametoka Mkamba Kidibuibui, mwingine sio ametoka Mwanza huko, mwingine katoka Kigoma, kasoro dereva tu. Kila kitu chuma, barabara chuma, gea chuma, steeringi chuma, kila kitu chuma, kasoro dereva. Huu mote unaukuta Uislamu umefika. Wadhani Bwana Mtume Muhammad kama si matumizi mazuri ya akili angetupata wabishi sisi wacheza rengwe wa nengereko? Tunajuana na nyinyi kwenu Wachaga mnavyopenda hela kuliko chochote urasa, angekupateni mungekuwa Waislamu. Lakini Bwana Mtume silaha yake ilikuwa nini? Kujishusha, kwa sababu ana shida na watu. Zile tabia zake, ile hali yake ilikuwa ndiyo sumaku ya kuvuta watu. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, hakika kwa sababu ya huruma na mapenzi ya Allah kwako umejishusha wewe kwa ajili ya kuchunga maslahi yao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Tafsiri nyepesi, ungalikuwa wewe Muhammadi dikteta, nimesema manake kuna watu wakiwa kwenye nafasi nishasema, mjomba we nani? Hakuna maisha hayo. Ifike wakati we ndio kiongozi namba moja katika mtaa, lakini kuna watu kubali wakupe ushauri. Kweli wewe ni shekhe wa kata, lakini kubali kuna watu wakupe ushauri, sio nimesema. Walau kunta faddan, laiti ungalikuwa dikteta mbabe, ghalidhu alqalbi, dhaifu wa moyo. Mzee wangu Sheikh Ali wanasema, mnaletewa mbuzi watatu, we dhaifu imamu, mbuzi wawili wote unapeleka kwako, maamuma wako 100 unawapa mbuzi mmoja, hata haya una. Huo ni udhaifu. Onesha kujali, onesha mapenzi wewe imamu kwa maamuma wako. Limeletwa katoni moja la tende, sio unasema haitoshi basi unabeba peke yako, haitoshi wape wao, wewe kanunue. Jana nilisema mahala, na hapa ngoja nirudie kidogo. Kuna kauradi fulani kwa baadhi ya mashehe wamejiwekea kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya kupokea, hawajaumbwa kwa ajili ya kutoa. Hii nayo shida. Yaani mashehe wamejiwekea uradi na katabia haka kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya kupokea. Tayeb, napokea. Tumejiwekea kauradi kwamba sisi tupokee mashehe, lakini hatutoi. Mtume Muhammad, angalia, ilikuwa inafika wakati hata chakula hakitoshi, lakini Mtume bado ilikuwa anawaita na masahaba washiriki wale pamoja. Kuwa na roho kunjufu. Udhaifu unatutesa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitosha kuwa kiigizo, alitosha kuwa mfano. Alikuwa anatumia vizuri akili na elimu aliyommiminia Allah subhanahu wa ta'ala. Rafiki yangu Ridhwani Kaghani, kama nitakuwa sikosei kwa sababu sauti tunajuana, inawezekana yeye ndio mudiru wa madrasa, akaghani zinapigwa pale kasida, watu wakatunza 200,000, alafu zote anasepa nazo. Wapi wenzio? Shekhe, hiyo sio tabia. Jali na wenzio. We utaghani peke yako, yule apigi dufu, yule apigi nayo, yule aimbi. Unaghani peke yako tie kama kisosi, hainogi. Jali na wenzio. Lakini na wewe shekhe una machawa, unakwenda mahala kwenye gari unawachukua, huyu anakubebea viatu, ujue ana mke na watoto, anahitaji maisha. Huyu anafanya hivi, unapata hela uwakumbuki, unakula peke yako. Hiyo sio tabia. Hawa unaotembea nao kutwa upo nao, ina maana wao wale upepo. Yaani hapa je profesa na kwambia shehe, na hawa nao wakumbuke
kila unayopata unakula tu. Hapana, ifike wakati shekhe, mwili wako uwe sumaku, unawajali watu wako, wanakukimbilia, wanajua yule akipata na sisi tumepona, akikosa yule na sisi tumekaa na njaa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo. Sisi walimu tuwajali watu wetu, tuwajali watu wetu. Yaani shekhe, upati tabu ya kupiga adhana njooni nyumbani, watu watakuja kwa vile unavyoishi nao. Unaishi nao vipi? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, umeuza nyumba, umekula 10%, wajumbe uwakumbuki. Napokea, tuje, kheri kubwa itapatikana. Kwa hiyo nakuombeni sana, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu. Haya ndiyo majibu ya lau. Ukiwa mtu dikteta dhaifu wa roho, hutopata watu. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, ungekuwa hivyo lanfaddu min haulik, wote wangekukimbia. Usiseme mimi ndio ndiru madrasa, mimi ndio ndiru, mimi ndio ndiru. Sawa, wewe ndio ndiru, hawa wenzio. Samahani kidogo ili nikae chini na kuombeni, twendeni na wakati. Ikiwa Mtume aliishi hivyo katika kipindi ambacho pesa haikutumika sana, vipi leo kwenye wakati ambao pesa inahitajika sana? Tunawakosa wanafunzi na wale wanaotupenda, matokeo yake wanakwenda kwenye taarabu, kwa sababu sisi tunapata, hatuwakumbuki. Ikifika Ramadhani, shekhe anajaza vyakula ndani mpaka unaviona vimefika kule, lakini ana watu wanazunguka nao kila siku, wanaishi kwa dhiki. Unawasaidiaje? Kwa sababu kila mtu mzigo analeta kwa shehe. Hawa nao waonekane kweli hawa wana mafuta ya shekhe. Ndiyo lugha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu jalisi salihi wa jalisi su' kahamili lmiski wa nafikhi lkir. Mfano bora kabisa wa mtu ambaye rafiki yake ni mwema na mwingine rafiki yake ni mtu mbaya, usizunguke. Mtume anasema mfano mzuri ni sawasawa yule mwenye rafiki mwema, sawasawa na yule ambaye anakaa na muuza mafuta mazuri, na yule mwenye rafiki mbaya ni sawasawa na yule ambaye anakaa na muhunzi wa vyuma. Huku kama ukununua moja ya mawili, ima ununue, ima na kuonjeshe, bwana punguza kikwa hapa kidogo, naye atakuonjesha. Lakini kule utachoma nguo yako kwa cheche, na ima utanuka vyuma. Hawa tunaokaa nao tunaitwa kwa matajiri madukani, tunakula mizigo, tunawakumbuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh Muharram Mziwanda. Allah Allah.